Shalom ndugu mpendwa mfuatiliaji wa channel hii ya Yosia TV. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai mahali popote pale ulipo. Siku ya leo ninamtukuza Mungu wa Israeli ambaye ameweza kutupa kibali tena. Nimeweza kusogea mbele zako katika channel hii ya Yosia TV. Shalom, amani iwe nawe na Mungu akubariki. Sasa nimekuja na hizi ndoto ambazo utakapoziota jua kabisa kuna jambo Mungu anajaribu kuzungumza na wewe au anajaribu kusema na wewe. Ndoto zenyewe ni pale ambapo tunasema ukiota ndoto upo katika uwanja wa takataka, yani ukaona upo sehemu ya dampo au jalala, sehemu ya kuhifadhi takataka za aina zote. Sasa ukiota ndoto ya namna hiyo upo katika mazingira hayo, jua kabisa tunasema maisha yako ya kiroho hayako safi, au maisha yako ya kiroho hayako sawa. Kama wewe ni mtumishi umeokoka na ukaota ndoto ya namna hiyo, au ukaona unatembea kwenye matope, unacheza kwenye matope, sasa hizo zote sio ishara nzuri. Manake nini? Manake tunasema ni roho ya uovu. Unahitaji uingie kwenye maombi ya utakaso, ujitakase mbele za Bwana ili uweze kuwa safi na Mungu atakubariki sana. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba kama ukiota ukaona katika usingizi wako ukaona unaendeshwa gari, upo ndani ya gari na ukaona unaendeshwa. Sasa ishara ya namna hiyo, unaendeshwa katika barabara nzuri iliyotulia, ukaona kuna mtu anakusaidia na kuendesha kwenye hiyo gari. Sasa ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaiota, mshukuru sana Mungu, manake unapewa taarifa kwamba kuna watu ambao Mungu atawainua kwa ajili yako kukusaidia katika maisha yako. Jua kabisa kuna watu Yesu ambao atawaleta, ambao watakuja kwa dhamira ya kukusaidia, ya kukuvusha katika hatua moja kwenda hatua nyingine utakapoota ndoto ya namna hiyo, kuona unavuka, kuona unaendeshwa gari na mtu ambaye anakuendesha ndani lo gari, lakini ukaona umetulia tu. Sasa hiyo ni ishara nzuri. Jua kabisa kuna roho ya kuvushwa ambayo Mungu anaenda kuiruhusu ili uvuke katika changamoto hizo ambazo unazipitia, na Mungu atakubariki sana. Lakini tunasema ndoto nyingine ni pale ambapo ukaona umelala, ukaota ndoto umebeba maiti ya mtoto. Ukaona umebeba mtoto alafu ni maiti. Sasa ndoto ya namna hiyo inamaanisha nini? Maana hilo ni shambulizi la baraka, shambulizi la mafanikio, shambulizi la kibali, shambulizi la neema ambayo ilikuwepo juu yako. Kwa hiyo unahitaji kuomba sana, maana adui kuna namna ameleta shambulizi katika hatima ya baraka zako na mafanikio ya kwako wewe katika hiyo ndoto utakapokuwa umeiota. Kwa ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaiota, usidharau wala usipuuzie, na Mungu atakubariki sana. Ninakushukuru sana kwa kutufuatilia. Jambo la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu hii. Lakini ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu tukufu, namba zetu za WhatsApp ziko hapo, naweza kutufuata WhatsApp kwa ajili ya msaada zaidi, na Mungu atakubariki sana. Ninakutakia wakati mwema, Mungu akutunze. Shalom, Maranatha. Asante sana.